Yes bwana we, chuma kinaanza tu kwa kusikia sauti ya binti akipiga kelele, nisaidieni. Licha ya kelele zake za mwangwi, lakini hakuna kiumbe kinachoonekana. Kuna wanaume wawili walifika hapa baada ya kusikia kelele wakiwa live TikTok. Kuna kiumbe kilitokea, awe wakakimbia, akabaki binti huyu licha ya kusogezwa kibabe. Upande huu jamaa anawatafuta wenzake Loga, Amoy na Abel. Loga, Amoy, Abel, mko wapi? Mzimu ulimnyanyua na kumdondosha chini. Jamaa akaja kukojoa lakini hana maji ya kunawa. Kuna mkono mzimu, mkono wake ukampa kilichofuata ni simanzi. Binti amekuta jamaa wanalia kama watoto. Abel anaulizwa nini kimetokea. Abel analia huku akiwa anatazama picha kwa taabu. Jamaa alifuta hichi kikaratasi na kukuta picha ya Ustaz Kazim. Hapa Ustaz Kazim anahubiri akisema watu siku hizi hawana uwezo tena wa kuona mizimu wala malaika. Mungu aliamua kuondolea uwezo huo kutokana na tabia na vitendo vyao. Kuna mama anamwagia sifa sana Ustaz Kazim kuwa anahubiri vizuri sana, anachekesha. Huku msikitini walisikia kelele wakati mawaidha yakiendelea, ikabidi watoke nje haraka. Kuna nini? Oda anaulizwa nini kimetokea kwenye hicho kidole cha. Oda anasema hakuna haja ya hospitali Ustaz, ukinifanyia dua nitajisikia ahueni. Mmoja anasema ona, anatokwa damu huyu. Nyuma huko vipi huyu? Oda anasema hizi damu zimetoka kwenye kidole hichi. Wakasema hakuna, sio kweli bwana. Oda anasema ni period jamani. Wote wakashangaa period. Huyu bi mkubwa kuna kitu amefunua hapa. Humo ndani picha yake ilikuwepo. Kuna sauti mfano wa kindege anaisikia. Akaona hii si kawaida hii. Akachimba. Huyu jamaa amekuja kwa Ustaz na faili lake. Wakamsifia kinoma. Jamaa anamjulisha ratiba ya Ustaz Kazim ya kufanya ziara ya kutoa mawaidha sehemu mbalimbali duniani. Shekhe akaaga, anatoka hapa kwenda kumfungulia mlango mke wake wa store. Kwani kumfungulia wife wangu apige kazi. Jamaa na baisikeli yake amekutana na huyu Sheikh wa muda mrefu. Mbona kwa miguu tena? Bora mimi nitapata thawabu kila hatua yangu, sijui wewe na hiyo baisikeli yako. Jamaa anasema hata mimi pia kwa kuendesha baisikeli ninazo thawabu zangu. Mbona uonekani msikiti wa Surau? Ustazi anasema huyu shekhe sasa anasema ule msikiti mdogo sana, hivyo thawabu zake ni ndogo pia. Siku hizi nimehamia msikiti mkubwa zaidi ili nipate thawabu kubwa zaidi. Mtu wa baisikeli anasema thawabu ni popote pale bana, iwe msikiti wa Surau au huo wa Three Petals, mie nitasalia kule kule msikiti mdogo. Jamaa anasema mke wangu hanisikilizi siku hizi kisa Ustaz Kazim. Huyu shekhe ana gere. Mr. Baiskeli anaendesha huku akiimba wimbo wa Kihindi kuwa watu wamenogewa sana na maisha ya hapa duniani mpaka inafika wakati wanamsahau Mwenyezi Mungu. Adhabu yake itakuwa kali sana kwao. Kiama pindi kitakapofika siku hiyo itakuwa ni balaa. Jamaa alikutana na mwenzake na vibe ile mbaya. Unaambiwa noma, basi mambo yakanoga ile mbaya. Kwenye site mila yake kuna sauti inasikika inasema naona unafanya shows kibao, huna shida mwenyewe. Kazim anasema show gani? Mimi sio msanii bwana, yale ni mawaidha. Pepo linasema mawaidha linacheka. Pepo linamuuliza umekidhi kweli vigezo vya kuwa ustaz? Are you sure? Are you okay? Are you fine? Amba Ustaz Kazim alinyeshewa na bonge moja la bogi la mvua ya ghafla. Kurudi nyumbani wanashangaa ameloana na mvua. Mvua gani ili hali jua kali? Ustazi anasema mvua ya ghafla imenyesha. Ustazi alipokea ile kutizama pakavu kinoma, ikabidi azugezuge kimtindo. Mzee wakati anasikilizia chai hapa, ilibidi aanze kuvuta kumbukumbu ya mauzauza ya leo ambayo yamemtokea. Jamaa anasema mke wangu upo period Anashangaa jamani nini? Kazim kuna sauti anaisikia ya mwanamke akilia, ikabidi aisogelee. Mwanamke amemgeuzia mgongo, anacheka kijini kuwa kwa nini watu wazima huwa hawaendi kwenye utukufu huko mbinguni? Kwa nini huwa hawafiki? Kazim kimya, alishangaa kuona mwili wake ukiwa umekufa. Mbona mimi niko hai? Nani tena? Alipiga kelele, kumbe ilikuwa ni ndoto bwana. Amba ile anastuka, anamuona Muharam anko wake. Muharam anamwambia anti yake, mbona anko wake anaonekana kuwa na mawazo, eti hana raha sababu nipo period. Nyie, muda wa magharibi wa kuswali ulifika, ikabidi watu waanze kuswali. Wakati sala ikiendelea hapa, umeme ulikatika ghafla. Poa, Kazim anamwambia Muharam endelea tu, lakini Muharam amepotea ghafla. Ghafla anamwona mke wake, anamwambia Muharam amekwenda kuoga. Noma. Shekhe anamkuta mkewe hapa kitizama kwenye simu mawaidha ya Ustaz Kazim. Wife wake anamwambia mume wangu, mbona umejipaka perfume, umejipulizia perfume kali hivyo?
Ndiyo, anaambiwa hizi ndizo nabii anazozipenda bwana harufu. Anamwambia kila muda Kazim, amekuroga kwani hakuna watu wa mawaidha wengine wazuri? Unisikilize hata kidogo muone. Unaambiwa Sheikh Kazim anapendwa mpaka picha zake zimebandikwa ukutani na kukumbatiwa juu. Ustaz Kazim pamoja na mkewe na mgeni wapo mezani kupata chakula cha jioni. Huyu mwingine hata kuswali hajali. Ustaz na mkewe wakapiga sala kubariki chakula. Ustaz alipewa sahani yenye mayai, lakini anashangaa kuona chura wanatoka kwenye sahani ile. Sheikh anatizama ufunguni, anaona mguni wa chura ili hali walimuona binadamu. Jamaa anashangaa, jamaa anakula mpaka chura. Maajabu. Huku makaburini tunaona hawa washikaji wakiwa wanawinda mapepo ili wayarekodi kila kitu mtandaoni siku hizi. Jamaa ilibidi wafanye kitu kinaitwa mantra ili mapepo yaje. Kazi tu. Jamaa wameyaita mapepo, lakini yamekuja na wao wanaogopa noma. Jamaa wameyaita bwana. Wanaambiwa kuanzia sasa acheni kuinda nguvu za giza, pumbavu zenu. Jamaa waoga kinoma. Ustaz Kazim kaona isiwe kesi, ikabidi aanze kumhoji huyu jamaa. Wewe ulibadilika miguu ukawa na miguu ya chura, ukawa unakula na chura kabisa, kwa nini upo kwenye nyumba yangu? Jamaa anasema amekimbia uchawi mweusi, hivyo anahitaji amsaidie kuuchunguza kama vipi. Kama ulirogwa na mimi pia nilirogwa, unashangaa nini? Hata Mtume Muhammad aliwahi kurogwa, itakuwa mie? Mahran anamwomba ustazi amsimulie jinsi alivyowahi kurogwa. Ilikuwaje? Hivi ndivyo tukio lilivyotokea. Nilikuwa nimelala na jini alinivizia nikiwa usingizini. Ilikuwa balaa, haijawahi kutokea katika maisha yangu. Vita ilikuwa ni kubwa, hatari. Bahati nzuri alikuja ustazi mwingine kunisaidia. Isingekuwa hivyo huenda nisingekuwa hai mpaka leo. Ilikuwa ni hatari fire. Ustaz Kazim anakuja kushangaa Muharram yupo mgongoni mwake. Unafanya nini sasa huko nyuma? Jamaa analia, anaogopa. Huku msituni wahuni wameona picha ya Kazim, wanasema huenda kuna kitu kisicho cha kawaida. Picha hii inatafuta nini huku? Jamaa mtandaoni wameona kuna mtu Kazim huku anahitajika msaada. Anahitaji msaada sasa, lakini kuna kiongozi wa kisiasa wamemwona, inabidi wamfuate. Mahran kuna sehemu alikuwa anataka kuingia, lakini alikutana na nguvu ya Mwenyezi Mungu sio ya kawaida, akashindwa kuingia. Ustaz Kazim anaambiwa Mahran anaumwa sana. Mbona jana alikuwa kwangu? Ndiyo, anaambiwa ameanguka. Jana bwana alikuwepo kwangu na akala chura kabisa. Watu chura. Kazim kaja kumtizama Muharram, anamkuta anatema mate kama chura aliyemeza maji. Ustaz Kazim akiwa swali alitapika damu juu ya kitabu takatifu Qur'an. Mkewe akaanza kuswali pale pale huku akilia. Anaulizwa, una ugomvi na mtu Kazim? Anasema hapana, sina. Mke anashawishi mumewe apelekwe hospitali siku ya pili, maana yupo kitandani tu. Kazim anasema hapana, hili ni jaribu tu, Mungu ananipitishia. Ilipofika siku nyingine saa 6 usiku, sauti ya pepo anasikika akisema, nataka kukuoa Kazim, njoo nichukue nifanye niwe hani wako please Kazim, nifanye niwe hani. Ustaz akastuka akiendelea kuzisikia sauti hiyo ikiwa inapotelea. Ustaz katoka nje usiku huu, amekutana na mwanamke mrembo, anasema nahitaji unioe. Ustaz anasema mimi nimeoa. Mrembo anasema mpatie taraka 3 mkeo. Mwanamke anasema ilo pepo sasa, usiponioa nitawaua nyie wote wawili, wewe na huyo mkeo. Pepo limekuja na sura yake halisi sasa, sura ya mjomba wake ilo pepo. Amba ni kawaida kwa binadamu kupitia majaribu, njaa, ugonjwa, kifo na hata kupoteza mali. Shekhe anaswali kuzuia ndoto mbaya anazoota kila anapolala. Mungu, kama si wewe umezielekeza, basi naomba unipatie jibu ili nizikwepe. Wadau wanasema ni kweli Kazim ndiye kamroga Mura. Mmoja anasema si kweli, kazi yake ni kusaidia watu kuondokana na changamoto za namna hiyo ili wawe watu wema. Nasema hata hivyo Kazim ni mjomba wa Muran, anawezaje kumroga? Wanaambiwa anaitwa Mahram. Nyie kwa nini mnamuita Haram? Jamaa anaoteshwa ushahidi, kwa nini anamuita hivyo? Mahram alikuja kumtibu mke wake alipokuwa anaumwa, akawaambia fumbeni macho. Wataalamu walikuja wa kutosha kumtibu Kazim, kila mtu na lake. Jamaa anasema hii printer itatoa picha ya mtu anayekusaliti. Cha kushangaza ikatoka picha yake mwenyewe. Wasichokijua ni kwamba shekhe anatembezewa msako na majini kutokana na huyo ustazi. Sasa anatembezewa msako wa majini kutokana na yule shekhe ambaye ana wivu kinoma, anamwona mkewe anamkubali sana huyo jamaa, na Ustaz Kazim anasifiwa sana kwa mawaidha yake msikitini. Jamaa wanasema tumekuja na special mission kukuokoa wewe ili upone, na
uwe mzima. Kabla ya yote, tunaomba tukuskani ustaz. Jamaa wanachimbua nje ya nyumba ya ustaz, walikuta kuna kitu kinatoa harufu kama mbwa. Kumbe walizika kichwa cha nyani nje ya nyumba yake ustaz. Ustaz anasema nimewasamehe wote waliofanya hili. Watu waliofanya hivyo ni wale waliokuwa wanaamini uchawi mweusi. Kitendo cha kufukuliwa na kuchomwa kichwa cha nyani, uchawi wao na wao waliteketea. Sheikh alipona na kuendelea na majukumu yake. So movie inatufundisha kwamba popote pale ambapo unakuwa unafanya vitu vizuri na vitu vibaya pia vinaweza kuwa pembeni yako vinakuvizia. Yaani chochote kinawezekana kwa ufupi. So ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu mitihani ambayo inakuja kwenye maisha yako ikuepuke. Hii ni Dama Recap. Niambie kwenye comments umependa nini kwenye bonge moja la recap. Lakini pia unaweza ukanicheki na kujiunga kwenye group letu la WhatsApp kupitia 0766 55 18 17.